Senta hivi alafu najua naweza kadondoka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Hamjambo watoto? Mko vizuri? Heri ya mwaka mpya. Tumekuja kuleta zawadi kidogo ambao ni kama sadaka. Kiongozi wetu wa msafara huu, Dada Jacqueline, ameamua aanze mwaka na watoto wa shule ya msingi Tumaini Biziwi, tukiwa na imani kwamba watoto wengi wa shule hii ni wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunaomba wakati huu tujitambulishe ili kila mmoja afahamike, kwa sababu tuna viongozi wakubwa na mwalimu atatambulisha kama kuna viongozi hapa, lakini na kutambulisha watoto kwa madarasa. Nianze na mimi mwenyewe. Mimi naitwa Dora Simon, ni afisa ustawi wa jamii, mtetea haki za watoto kulingana na sheria namba 21 ya mwaka 2009 na rejeo yake ya mwaka 2019. Watoto nawapenda. Asante. Hapo mheshimiwa atakuwa Mungu. Kwanza mjambo. Naitwa Hamisi Ibrahim Senga, mtumishi wa manispaa Sokokuu, Singida. Habari zenu watoto? Hamjambo? Mko vizuri? Mimi naitwa Silvia Fingu, ni dada yenu, ni mama yenu. Tumekuja kuwasalimia leo kidogo, nitokea Arusha na Msasa. Watoto wetu hamjambo?
tunafurahi kuwaona, tumefika leo kuwatembelea. Kwa jina mimi naitwa Amina Msaha, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Soko, kata Ipembe. Tumefurahi sana kuja kuwaona na tutaendelea kuja kuwaona. Asanteni sana. Watoto hamjambo? Mko vizuri? Tumefurahi kuja kuwatembelea. Mungu anawapenda sana na sisi tunawapenda pia. Ndio maana tumefika hapa kujumuika pamoja nanyi. Lakini mimi nimekuja, nilishirikishwa na mwenye maono ya mwezi huu. Yeye amezaliwa mwezi wa kwanza kwa tarehe ya 21. Kwa hiyo akaona aanze mwaka pamoja na ninyi, akatushirikisha sisi wote ili kumuunga mkono. Tunashukuru kwa upendo wake. Sina nyinyi mmefurahi? Asanteni na Mungu awabariki. Watoto hamjambo? Mna furaha? Kwa majina naitwa Jacqueline Isangi, ni afisa biashara wa halmashauri ya manispaa ya Singida, lakini pia ni meneja wa soko kuu Singida. Leo ninayo furaha kushiriki pamoja na nyinyi kwa zawadi ya keki niliyowaletea tule kwa pamoja. Si mnapenda kula keki? Nimefurahi, asante. Na zawadi zingine kidogo tumewaletea kama mnavyoziona hapa: miswaki, mafuta, juisi. Tutakula keki pamoja na juisi hapa hapa, sawa? Haya, asanteni. Basi tunashukuru kwa kuwa tuna kiongozi wetu ambaye pia ni mwakilishi wa rais kwenye kata yetu ya Ipembe. Basi tunaomba ajitambulishe wa mwisho, lakini aongee machache kwa ufupi, afu tutamkaribisha mwalimu. Watoto mjambo? Mmependeza. Mmependeza. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana ninyi watoto kwa namna ambavyo mmependeza, kwa namna ambavyo mmewasikiliza viongozi wenu, kwa namna ambavyo wanawafundisha, si ndio? Mimi kwa majina naitwa Omari Hamisi Mwangi, ni diwani wa kata ya Ipembe. Hapa pembezoni mwangu nimeongozana na viongozi wa serikali ya mtaa wa Soko iliyopo kata ya Ipembe. Niko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ipembe, huyu hapa, na niko na uongozi mzima wa soko. Kuna uongozi wa soko na kuna uongozi wa mtaa. Kuna vitu viwili pale. Uongozi wa soko ni huyu hapa ambaye ndo mbeba maono, ambaye ndo kwa siku ya leo, na tumpongeze sana kwa namna ambavyo amefanikisha sana hizi ndoto. Amefanikisha sana zoezi hili. Wengi wangeweza kufanyia shughuli hii majumbani kwao, ila yeye akaamua kuja kujumuika nanyi. Mpigeni makofi sana. Watu wa namna hii ni watu wa kipekee sana, si ndio? Ni watu wa kipekee. Akiwa ameongozana na hata wake yuko hapa, lakini vile vile hapa hapo sokoni tunao katibu ambao ndio pia anaratibu shughuli za wafanyabiashara wote hapo sokoni. Huyo hapo nyuma yetu mnamuona, huyo ndio katibu anayeratibu shughuli zote hapo sokoni za wafanyabiashara. Tunaelewana? Lakini vile vile
tumeongozana na watumishi wa manispaa ambao pia wamemuunga mkono dada Jacqueline kwa tukio hili la leo. Wako hapa nyuma, wapunge mikono. Kama alivyosema, sisi kama serikali baada ya kushirikishwa jambo hili, na sisi serikali tukasema hatuwezi kuwa nyuma, lazima tumsupport dada Jacqueline, tumpe ushirikiano kwa kazi hii ambayo wanakwenda kuifanya hapa. Ndio maana na sisi tukaamua kutoka kuja kujumuika na nyinyi hapa. Tunaelewana eh? Si jambo zuri sana. Si jambo zuri sana. Kwanza tumpigie Jacqueline makofi. Na tumuombe kwa Mwenyezi Mungu aendelee kufanikiwa zaidi na zaidi ya hapa, ili aendelee kuja hapa, na sisi kama wasaidizi wake ama watu walioongozana nao kwa maana ya uongozi wa serikali ya kata tuendelee kuja hapa, si ndio? Mungu akubariki sana baba. Mungu akuongezee sana pale ambapo. Lakini vile vile niwashukuru sana viongozi, hasa ndio mchungaji hapo kanisa la KKT pale sala mrefu. Tumefahamiana siku nyingi sana. Nimefanya shughuli katika shughuli mbalimbali sana za hapa za kijamii. Mungu akubariki sana. Lakini niendelee kushukuru kwa uongozi wa hapa ambao pia mmetupokea na kutupa ushirikiano huu kwa ajili ya kujumuika na watoto hawa. Sina mengi ya kusema. Mwenyezi Mungu awabariki na awasimamie. Mkue, lakini kikubwa muwasikilize sana viongozi wa hapa ili muweze kuwa katika makuzi bora. Tunaelewana eh? Sina mengi zaidi ya hayo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunawashukuru sana viongozi. Asante. Asante sana mheshimiwa kwa maneno mazuri yenye busara. Basi nimkaribishe mwalimu naye aweze kutambulisha. Baada hapo tutamkaribisha mchungaji aombee keki yetu ili aliyezaliwa tarehe leo aweze kupata keki na watoto. Karibu sana. Asante sana. Tuendelee mwalimu, nitakata na wale waliozaliwa jamii. Ndugu zangu, habari za mchana. Karibuni sana kwetu shule ya Tumaini Viziwi. Mbele yenu ni wanafunzi na baadhi ya watumishi ambao tunawasaidia hawa katika swala lao zima la elimu. Kama nilivyosema, shule hii ni ya serikali, na serikali kwa kuona umuhimu wa elimu haijawacha nyuma watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii na watoto wote wenye changamoto ya kusikia ambao tumezoea kuwaita ni viziwi. Walioko hapa ni viziwi na lugha yao ni lugha ya alama. Kama unavyoona atasikia kwa lugha ya alama. Nimpongeze sana dada Jacqueline kwa siku yako ya kuzaliwa. Hongera sana. Mungu akubariki sana. Bariki kazi za mikono yako. Endelea kutukumbuka Tumaini. Watoto wamefurahi. Watoto wamefurahi. Nafikiri wamefurahia keki kuliko zote zilizoko. Na hata hapa wanafikiri mimi napoteza muda tu. Wanataka tuanze kula hiyo keki na hiyo juice. Tunakushukuru sana. Asante sana mheshimiwa diwani. Karibu sana kwenye kata yetu ya Msuna. Ni shule ya Tumaini. Tunahudumia watoto wote. Watoto walioko hapa wote wako nje ya manispaa Singida. Hapa hamna mtoto wa manispaa Singida. Wachache sana, kwa tafuta wazidi 5-10 hapa. Kwa hiyo Tumaini ni shule ya bweni, inachukua watoto kutoka halmashauri mbalimbali, shule ya taifa. Kwa hiyo tunahudumia watoto wa Tanzania. Kwa hiyo karibu sana, tuendelee kushirikiana kuwalea watoto hawa ili nao wapate haki yao ya elimu na siku moja waweze kutoa mchango wao kwenye taifa hili. Tunashukuru dada Dora kwa ushirikiano anaotupa kwa ajili ya kuendelea kuwalea watoto wenye makundi haya maalum. Kwa kweli tunapata ushirikiano sana. Basi tunakuomba serikali inaleta hela chakula, lakini mahitaji ya mtoto kwa mujibu wa haraka ni wa mzazi. Lakini tuangalie wazazi, kwa wazazi wa watoto hawa sio wote ambao wanaweza kununua vitu kama hivi mbele.
Tumefungua tarehe 14 hapa, lakini wengine dawa sasa kimeisha. Ni watoto, matumizi ya watoto tunajua. Kwa tunapopata wadau kama hawa, mnakwenda kuongeza pale mzazi alipopunguza, mtoto anaishi kwa matumaini hapa shuleni na kuweza kupokea masomo vizuri. Niwashukuru sana, karibuni tena. Basi nishukuru, niombe mchungaji aweze kuombea zoezi la ukataji wa keki ili kila anayeshiriki basi atashiriki kwa amani. Karibu mchungaji. Asante sana. Nimepewa nafasi ya kushukuru sio kwa keki tu na vyote vitakavyoendelea na vilivyoletwa. Tumshukuru Mungu. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kutufikisha siku ya leo. Ni siku ya 24 katika mwaka huu wa 2026. Tunaona wema wako kupitia mtumishi wako Jacqueline akiungana na msafara mzima kufika hapa katika kituo hiki. Mungu wetu, pokea sifa kwa ajili ya maono haya. Ameleta keki, ameleta na vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya watoto. Mungu wetu wa mbinguni, uvibariki hivi vyote vilivyoletwa, vitumike kwa utukufu wa jina lako. Lakini pia wabariki wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine, na vitakapotumika mahali hapa watoto hao wakakutukuze wewe. Endelea kubariki shule hii na watumishi wote katika shule hii, waendelee kuwalea watoto hawa kwa weledi. Asante kwa keki, chakula ambacho kimeletwa kwa ajili ya kushiriki furaha hii ya mwezi huu wa kwanza. Ibariki inapotumika, ifae katika miili yetu. Kwa utukufu wako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kama aliposema na ile Januari sasa. Lakini kabla ya keki inaendaga vizuri. Naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie sisi watoto hapa wape. Yeye anapokuwa keki huko anaendelea. Maana wenyewe wakiona keki wanasema sisi wote. Beba kila mtu mpaka aende akaangalie wale waliozaliwa mbegu watumishi kadhaa. Yaani karibu wote wanajua. kwa sababu anataka keki. Sasa ni nini hapa? Tayari kweli? Yaani mpaka uaguse. Vinginevyo mfuate huko kwa hiyo. Jamani, ni mke mmoja hapo. Au aone Kama hana. Mbona kibaki au kama mfuate tu sisi. Weke tu hapo wazuri sana. Hawezi kuchukua zaidi. Hawezi kuchukua ndio. vizuri sana. Kwa hiyo ndio maadili mazuri. Hadi sio mtoto anataka kulimbikizia yeye. Kama mtu hajapata mwenyewe. Na yupo bado? Cheers. Chukueni na nyinyi tu cheers na watoto. Cheers. Fanye cheers hapo. Sasa mwalimu utaelekeza watoto sisi ndio tunafanyaje ili wote twende pamoja. Waambie. Ngoja.
Hapa nipate tu maelekezo kwanza. Bwana tuanze mfano. Tuanze mfano kwanza. Subiri mfano kwanza. Bado wengine wako na Mungu. Haya tunaanza. Timu Januari. Tuko hapa. Kwa watatu tu. Mimi 19, mimi ni wa kwanza. 21. Kama mniamkie mimi. Basi tupate watoto hapa wawakilishi wawili, watatu na sisi wa mwaka wa ada, wa mwezi wa ada. Na mchungaji na watoto. Na wale wenzangu na mimi wa mwezi wa ada wale. Mwezi wa kodi ya nyumba. Sasa hapa kwa mawazo wao unajua sisi tunayekula wote. Ndio hivyo tafsiri mpaka hapa. Waambie tunakata. Waelekeze tunakata alafu Bueno, Roho Mtakatifu. Amen. tusaidie sasa. Moja moja kulingana na haya. Wewe malizia huyu mmoja. Mwalimu mtengenezaji tulishie huyo mkubwa na mwingine huyo. Mimi sijalishwa. Ngoja waje akuulize nasema. Inaendelea kati yake sasa hivi.
Imeconnect kwenye hiyo kabiti. Na mchungaji. Baba mchungaji nimesahau. Baba mchungaji. Alisa na watoto Januari na tunaomba tupate picha na mchungaji. Januari naomba tupate picha na wewe. Sasa atakula keki ngapi? Hatumtiki yani ni picha tu asimame. Haya basi sawa. Unaenda wapi? Yeye anakaa katikati. Huyo nani amwanaye? Kwa wazungu wanasema angalia mbele kwenye kamera. Niangalie huku. Kamera kule. Ayo. Tayari jamani. Hiyo picha mbona Na kichoyo. Tumemwona mheshimiwa mwingine. Hata kama sio Januari lakini sio Disemba lakini kuunga mkono. Ayo. Sio kwa ajili ya Januari, kwa ajili ya Januari oye. Januari oye. tumeunganisha kwenye Januari ya Imekaa vizuri. Mmoja wa kupendelea mmoja. nani Jacqueline? Huyo. Tupate picha hapo kwenye gari. Jamani ngoja mje huko. Kwenye gari tena. Basi wewe. Hapa kwa nje. Willy. Timu yote jamani. Timu watu wote. Watu wote. Jamani. Sasa na vitu hivyo hapo tuweke. Waya, sio mnyanyue meza ichukulie. Huku uweze kupiga picha hiyo. Bebe tu meza napiga. Bwana Matron yeye hayupo. Unapiga? Yeye tayari. sijui tutaelewana. Napiga. Mbaya. Haya tushushe. Umepiga? Hapo tayari. Sasa mjapungia jamani. Happy birthday to you.
Ukiwa nje na kuumwa unaona kitambo nyuma. Naomba ni mkate na rekodi. Tunatoa hapa. Na senta hivi alafu najua naweza kadondoka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Hamjambo watoto? Mko vizuri? Heri ya mwaka mpya. Tumekuja kuleta zawadi kidogo
ambayo ni kama sadaka. Kiongozi wetu wa msafara huu dada Jacqueline ameamua aanze mwaka na watoto wa shule ya msingi Tumaini Viziwi, tukiwa na imani kwamba watoto wengi wa shule hii ni wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunaomba wakati huu tujitambulishe ili kila mmoja afahamike, kwa sababu tuna viongozi wakubwa na mwalimu atatambulisha kama kuna viongozi hapa, lakini na kutambulisha watoto kwa madarasa. Nianze na mimi mwenyewe. Mimi naitwa Dora Simon, ni afisa ustawi wa jamii, mtetea haki za watoto kulingana na sheria namba 21 ya mwaka 2009 na rejeo yake ya mwaka 2019. Watoto nawapenda sana. Hapo mheshimiwa atakuwa Mungu. Watoto mjambo. Naitwa Hamisi Ibrahim Senga, mtumishi wa manispaa Soko Kuu Singida. Karibuni watoto, hamjambo? Mko vizuri? Mimi naitwa Silvia Singu, ni dada yenu, ni mama yenu. Tumekuja kuwasalimia leo kidogo, nimetokea Halmashauri ya Manispaa Singida. Watoto wetu hamjambo, tunafurahi kuwaona. Tumefika leo kuwatembelea. Kwa jina mimi naitwa Amina Msaha, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Soko, kata Ipembe. Tumefurahi sana kuja kuwaona na tutaendelea kuja kuwaona. Asanteni sana. Watoto hamjambo? Mko vizuri? Tumefurahi kuja kuwatembelea. Mungu anawapenda sana na sisi tunawapenda pia, ndio maana tumefika hapa kujumuika pamoja nanyi. Lakini mimi nimekuja, nilishirikishwa na mwenye maono ya mwezi huu. Yeye amezaliwa mwezi wa kwanza kwa tarehe ya 21. Kwa hiyo akaona aanze mwaka pamoja na ninyi, akatushirikisha sisi wote ili kumuunga mkono. Tunashukuru kwa upendo wake. Sina nyinyi mmefurahi? Asanteni na Mungu awabariki. Watoto hamjambo? Mna furaha? Kwa majina naitwa Jacqueline Isangi, ni afisa biashara wa Halmashauri ya Manispaa ya Singida, lakini pia ni meneja wa Soko Kuu Singida. Leo ninayo furaha kushiriki pamoja na nyinyi kwa zawadi ya keki niliyowaletea tule kwa pamoja. Si mnapenda kula keki? Nimefurahi, asante. Na zawadi zingine kidogo tumewaletea kama mnavyoziona hapa: miswaki, mafuta, juisi. Tutakula keki pamoja na juisi hapa hapa, sawa? Haya, asanteni. Basi tunashukuru kwa kuwa tuna kiongozi wetu ambaye pia ni mwakilishi wa rais kwenye kata yetu ya Ipembe. Basi tunaomba ajitambulishe wa mwisho, lakini aongee machache kwa ufupi, afu tutamkaribisha mwalimu. Watoto hamjambo? Mmependeza. Mmependeza. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana ninyi watoto,
kwa namna ambavyo mmependeza, kwa namna ambavyo mmewasikiliza viongozi wenu, kwa namna ambavyo wanawafundisha, si ndio? Mimi kwa majina naitwa Omari Hamisi Mwangi, ni diwani wa kata ya Ipembe. Hapa pembezoni mwangu nimeongozana na viongozi wa serikali ya mtaa wa soko iliyopo kata ya Ipembe. Niko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ipembe, huyu hapa, na niko na uongozi mzima wa soko. Kuna uongozi wa soko na kuna uongozi wa mtaa. Kuna vitu viwili pale. Uongozi wa soko ni huyu hapa ambaye ndo mbeba maono, ambaye ndo kwa siku ya leo, na tumpongeze sana kwa namna ambavyo amefanikisha sana hizi ndoto, amefanikisha sana zoezi hili. Wengi wangeweza kufanyia shughuli hii majumbani kwao, ila yeye akaamua kuja kujumuika nanyi. Mpigeni makofi sana. Watu wa namna hii ni watu wa kipekee sana, si ndio? Ni watu wa kipekee. Akiwa ameongozana na pacha wake yuko hapa, lakini vile vile hapa hapo sokoni tunao katibu ambao ndio pia na ratibu shughuli za wafanyabiashara wote hapo sokoni. Huyo hapo nyuma yetu mnamuona, huyo ndio katibu anayeratibu shughuli zote hapo sokoni za wafanyabiashara. Tunaelewana? Lakini vile vile tumeongozana na watumishi wa manispaa ambao pia wamemuunga mkono dada Jacqueline kwa tukio hili la leo. Wako hapa nyuma, wapunge mikono. Kama alivyosema, sisi kama serikali baada ya kushirikishwa jambo hili, na sisi serikali tukasema hatuwezi kuwa nyuma, lazima tumsupport dada Jacqueline, tumpe ushirikiano kwa kazi hii ambayo wanakwenda kuifanya hapa. Ndio maana na sisi tukaamua kutoka kuja kujumuika na nyinyi hapa. Tunaelewana? Si jambo zuri sana? Si jambo zuri sana. Kwanza tumpigie Jacqueline makofi. Na tumuombe kwa Mwenyezi Mungu aendelee kufanikiwa zaidi na zaidi ya hapa, ili aendelee kuja hapa, na sisi kama wasaidizi wake ama watu walioongozana nao, kwa maana ya uongozi wa serikali ya kata, tuendelee kuja hapa, si ndio? Mungu akubariki sana dada. Mungu akuongezee sana pale ambapo. Lakini vile vile niwashukuru sana viongozi, hasa ndio mchungaji hapo kanisa la KKT pale Salama Mrefu. Tumefahamiana siku nyingi sana. Nimefanya shughuli katika shughuli mbalimbali sana za hapa za kijamii. Mungu akubariki sana. Lakini niendelee kushukuru kwa uongozi wa hapa ambao pia mmetupokea na kutupa ushirikiano huu kwa ajili ya kujumuika na watoto hawa. Sina mengi ya kusema. Mwenyezi Mungu awabariki na awasimamie. Mkue, lakini kikubwa muwasikilize sana viongozi wa hapa ili muweze kuwa katika makuzi bora. Tunaelewana eh? Sina mengi zaidi ya hayo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunawashukuru sana viongozi. Asante. Basi asante sana mheshimiwa kwa maneno mazuri yenye busara. Basi nimkaribishe mwalimu naye aweze kutambulisha. Baada hapo tutamkaribisha mchungaji aombee keki yetu ili aliyezaliwa tarehe leo aweze kupata keki na watoto. Karibu sana. Asante sana. Tuendelee mwalimu, tutakata na wale waliozaliwa jamii. Ndugu zangu, habari za mchana. Karibuni sana shuleni kwetu, shule ya Tumaini Viziwi. Mbele yenu ni wanafunzi
wanafunzi na baadhi ya watumishi ambao tunawasaidia hawa katika swala lao zima la elimu. Kama nilivyosema, shule ni ya serikali, na serikali kwa kuona umuhimu wa elimu haijawacha nyuma watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii inahudumia watoto wote wenye changamoto ya kusikia ambao tumezoea kuwaita ni viziwi. Walioko hapa ni viziwi na lugha yao ni lugha ya alama. Kama unavyoona atasikia kwa lugha ya alama. Nimpongeze sana dada Jacqueline kwa siku yako ya kuzaliwa. Hongera sana. Mungu akubariki sana. Abariki kazi za mikono yako. Endelea kutukumbuka Tumaini. Watoto wamefurahi. Watoto wamefurahi. Nafikiri wamefurahia keki kuliko zote nilizoko. Na hata hapa wanafikiri mimi napoteza muda tu. Wanataka tuanze kula hiyo keki na hiyo juice. Tunakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Karibu sana kwenye kata yetu ya Msuna. Hii shule ya Tumaini. Tunahudumia watoto wote. Watoto walioko hapa wote wako nje ya manispaa Singida. Hapa hamna mtoto wa manispaa Singida. Wachache sana, ukitafuta wazidi 5-10 hapa. Kwa hiyo Tumaini ni shule ya bweni, inachukua watoto kutoka halmashauri mbalimbali, shule ya taifa. Kwa hiyo tunahudumia watoto wa Tanzania. Kwa hiyo karibu sana, tuendelee kushirikiana kuwalea watoto hawa ili nao wapate haki yao ya elimu na siku moja waweze kutoa mchango wao kwenye taifa hili. Tunashukuru dada Dora kwa ushirikiano anaotupa kwa ajili ya kuendelea kuwalea watoto wenye makundi haya maalum. Kwa kweli tunapata ushirikiano sana. Basi tunakuomba serikali inaleta hela chakula, lakini mahitaji ya mtoto kwa mujibu wa haraka ni wa mzazi. Lakini tuangalie wazazi wa watoto hawa sio wote ambao wanaweza kumudu vitu kama hivi mbele. Tumefungua tarehe 14 hapa, lakini wengine dawa zimeisha. Ni watoto, matumizi ya watoto tunajua. Kwa tunapopata wadau kama hawa, mnakwenda kuongeza pale mzazi alipopunguza, mtoto anaishi kwa matumaini hapa shuleni na kuweza kupokea masomo vizuri. Tunashukuru sana, karibuni tena. Basi nishukuru, niombe mchungaji aweze kuombea zoezi la ukataji wa keki ili kila anayeshiriki basi atashiriki kwa amani. Karibu mchungaji. Asante sana. Nimepewa nafasi ya kushukuru sio kwa keki tu na vyote vitakavyoendelea na vilivyoletwa. Tumshukuru Mungu. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kutufikisha siku ya leo. Ni siku ya 24 katika mwaka huu wa 2026. Tunaona wema wako kupitia mtumishi wako Jacqueline akiungana na msafara mzima kufika hapa katika kituo hiki. Mungu wetu, pokea sifa kwa ajili ya maono haya. Ameleta keki, ameleta na vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya watoto. Mungu wetu wa mbinguni, uvibariki hivi vyote vilivyoletwa, vitumike kwa utukufu wa jina lako. Lakini pia uwabariki wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine, na vitakapotumika mahali hapa watoto hao wakakutukuze wewe. Endelea kubariki shule hii na watumishi wote katika shule hii. Waendelee kuwalea watoto hawa kwa weledi. Asante kwa keki, chakula ambacho kimeletwa kwa ajili ya kushiriki furaha hii ya mwezi huu wa kwanza. Ibariki inapotumika, ifae katika miili yetu. Kwa utukufu wako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kama aliposema na ile Januari sasa. Lakini kabla ya keki inaendaga vizuri. Naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie sisi watoto hapa wape. Yeye anapopata keki huko anaendelea. Maana wenyewe ukiona keki wanasema sisi wote. Beba kila mtu mpaka aende akaangalie wale waliozaliwa wamejiunga wakilishi
Yaani karibu wote wanajua. Kwa sababu ukizikuwa nataka keki. Sasa mimi Watakosa. tayari kwenda. Yaani mpaka uaguse. Vinginevyo mfuate huko kwa hiyo. Jamani ni mke mmoja hapo. Au aone Kama hana. Mbona anakibaki au kama mfuate tuzi sapoti kwa amekata. Weke tu hapo. Wazuri sana. Hawezi kuchukua zaidi. Hawezi kuchukua ndio. Vizuri sana. Kwa hiyo ndio maadili mazuri. Hadi sio mtoto anapenda kukimbizia yeye. Na yupo bado? Cheers. Chukueni na nyinyi tu cheers na watoto. Fanye cheers hapo. Sasa mwalimu utaelekeza watoto sisi ndio tunafanyaje wao ili wote twende pamoja. Waambie. Hapa nilikuwa tu maelekezo kwanza. Bwana tuanze mfano. Tuanze mfano kwanza. Subiri mfano kwanza. Bado wengine wapo na Mungu. Haya tunaanza. Hapo kazi. Timu Januari. Tuko hapa. Kwa tatu. Mimi 19, mimi ndio wa kwanza. 21. Kama mniamkie mimi. Basi tupate watoto hapa wawakilishi wawili, watatu na sisi wa mwaka wa ada, wa mwezi wa ada. Na mchungaji na watoto. Na wale wenzangu na mimi wa mwezi wa ada wale. Mwezi wa kodi ya nyumba. Sasa hapa kwa mawazo wao unajua sisi tunayekula wote. Ndio hivyo tafsiri mpaka hapa. Waambie tunakata. Waelekeze tunakata alafu watakwenda. Roho Mtakatifu. Amen. Tusaidie sasa.
moja moja kulingana na haya. Wewe malizia huyu mmoja. Tulishie huyo mkubwa na mwingine huyo. Watu waanze kutambua. Mimi sijalishwa. Ngoja waje kuuliza sana. Inaendelea kati yake sasa hivi. Imeconnect kwenye hiyo taa betri. Na mchungaji. Baba mchungaji nimesahau. Baba mchungaji. Alikuwa na watoto Januari naomba tupate picha na wewe. Sasa atakula keki ngapi? Hatumpigi yani ni picha tu asimame. Haya basi sawa. Unaenda Yeye anakaa katikati. huyo nani ya mwanae. Kwa wazungu wanasema angalia mbele kwenye kamera. Niangalie huku. Kamera kule. Ayo. Tayari jamaa. Na kichoyo. Tumemsahau na mheshimiwa mwingine. Hata kama sio Januari, sio Disemba lakini tunaunga mkono. Ayo. Sio kwa ajili ya Januari, kwa ajili ya Januari oye. Januari oye. chama tumeunganisha kwenye Januari ya Nimekaa vizuri. Mmoja wa kuendelea mmoja. tupate picha hapo kwenye gari. Kwenye gari tena. Basi Hapa kwa nje au kwa nyuma. Timu yote jamani. Timu watu wote. Watu wote sio. Jamani. Sasa na vitu hivyo hapo tuweke Waya sio kwa basi nyanyua meza isogee. huku uweze kupiga picha. Bebe tu meza.
Napiga. Kuna matroni yeye hayupo. Napiga. Yeye tayari. Sijui tutaelewana. Napiga. Haya, tushushe. Umepiga? Hapo tayari. Sasa mjapungia jamani. Geukia huko. Ukiwa na kupumua unaona kitamu kinyonge. Naomba ni jina lako. Natamani tunaondoka wote. Kwa jina naitwa Francis Edward. Siku ya leo tumepata ugeni na wadau wa elimu ambao wamekuja kutembelea na kuwaona watoto, akiwa anakumbuka siku yake ya kuzaliwa. Ameona inampendeza kuja kusherehekea pamoja na wanafunzi wetu. Tunamshukuru sana kwa kitendo hiki, kwani amekuja kuchotea baraka kwa watoto hawa. La Kiluteri Tanzania, usharika Dayosisi ya Kati, usharika wa Askofu dada Jacqueline, ambaye yeye tarehe yake ya kuzaliwa ni ya mwezi huu wa kwanza. Aliona ashiriki furaha yake pamoja na watoto wa hapa ambao wana matatizo ya kutokusikia.
na ameona hivyo kwa sababu moyo wake umemruhusu. Ameshirikisha wadau, marafiki